Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika sura hii tunaona mwendelezo wa historia ya wana wa Israeli walipokuwa Misri. Mungu anaamua kumtumia Musa kwa ajili ya kwenda kuwatoa Misri. Katika sura 6 tumeona Musa alikuwa anajaribu kupinga, anasema midomo yake si ya tohara. Kwa hiyo midomo yake ni mizito, na Mungu anaamua anamfanya Haruni kuwa msemaji, kuwa nabii. Tunaona hapa kwenye sura ya 7 mstari wa kwanza, unaweza kusoma tuanzie hapo, maana huu ni mwendelezo wa historia ya wana wa Israeli, na hapa tunaanza kuona kwamba zinaanza kufanyika ishara za kuwatoa. Ndio Musa anaanza kufanya ishara za kuwatoa. Msomaji haitakiwi ulale, maana maandiko ni mengi. Naam. Anza moja, 7:1. 7:1 ndio inasemaje? Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Ndiyo, inasema Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Sasa tunaona kwamba Mungu anamfanya Farao kuwa kama Mungu. Sasa kwa nilivyofikiria hapa, na nyinyi mtachangia baadaye, ni kwamba anampa mamlaka ya ukubwa kwa Farao. Anampa mamlaka ambayo hata akisimama mbele ya Farao atakuwa na power ya kuongea. Kwa mfano, tunamwona Musa anaenda kwa Farao, anamwambia waambie Bwana Mungu mwambia. Tunaona kwamba anamwambia sasa kwamba waachie wana wa Israeli waende wakamwabudu Mungu. Sasa anaenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, anaanza kufanya tena ishara mbele ya mfalme, kukawa na ushindani. Maana yake sasa ni nini? Hiyo kusema kwamba nakufanya kama Mungu kwa Farao ndio inatoa ile power ya kuweza hata kushindana naye, kwa sababu hata kawaida leo uwezo kaenda kubishana na Rais Samia mara 2 mara 3, huna nguvu hiyo, au rais yote yule. Uwezo kaenda kubishana naye mara ya kwanza, mara ya pili, unabishana naye, mwisho wa siku yanaweza kukukuta. Ni mifumo ya kiserikali jinsi ilivyo, lakini Mungu anampa power ambayo inamfanya Musa aweze kusogea mara kwa mara kwa Farao na asimfanye chochote. Mwisho wa siku Musa anafanikisha kwa nguvu ya Mungu. Soma mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema, ndio, nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao. Simama. Tunaona kwamba Mungu anasema ataufanya mgumu moyo wa Farao. Sasa mimi nikajaribu kujiuliza, inakuwa kwaje Mungu aufanye moyo wa Farao kuwa mgumu? Ina maana huyu Mungu yeye alikuwa na mpango gani? Ina maana yeye alikuwa hampendi Farao? Mbona kama alikuwa anamuonea? Hayo maswali ndio yalikuwa yanakuja kichwani sasa. Na kwa nini amfanye moyo mgumu? Tukio la kwanza anapinga, baada anaendelea kumfanya moyo mgumu. Tukio la pili anaendelea kumfanya moyo mgumu. Sasa kwa nini Mungu amfanye Farao awe na moyo mgumu? Ni kitu gani? Na maana Mungu hampendi? Mungu anamuonea? Mungu inakuaje? Lakini katika kutafakari, na nyinyi hapo mtachangia. Kuna kitu ambacho nilichokuja kukiona ambapo na nyinyi mtachangia. Nisomee sasa Kutoka 1:8. Kutoka 1:8. Ndio. Moja yake ni ya 8, nasema, ndio, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Simama. Tunaona kuna mfalme mpya aliyeibuka, asiyejua wale wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walienda Misri kupitia Musa aliyewekwa juu, kupitia Yusufu aliyewekwa juu ngazi ya pili kutoka kwa Farao. Sasa hiyo agreement ndio ikawafanya wale wana wa Israeli walipokosa chakula wakaenda wakakaa Misri, wakapewa na sehemu ya kulisha wanyama wao, Goshen, VIP class. Kwa hiyo wakawa wametengeneza maisha yao huko. Lakini sasa tunaona kwenye sura mstari wa 1:8 tunaona kwamba mfalme mwingine anakuja, hakuwajua na akaanza kuwatumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona anaanza kufanyaje? Kuwatumikisha. Anaanza kuwatumikisha.
anaanza kuwatumikisha. Sasa hebu nisomee kwanza hapo Yeremia 6:16. Yeremia 6:16. Yeremia 6:16 inasema, ndio Yeremia 6:16, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ndio. Iwapi njia iliyo njema, mkaenende katika njia hiyo, nani mtajipatia raha katika nafsi zenu. Simama. Kwa hiyo Mungu anasema mrejelee njia ya zamani iliyo njema, mtapata nini? Raha. Sasa msipoenda huko mkarejelea katika njia hiyo, maana yake hakuna nini? Raha. Maana yake ni nini? Ni mateso, ni uchungu, ni dhiki, ni vurugu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba turejelee njia ya zamani. Huyu Farao aliyeingia ilitakiwa ajue historia yao watu ni akina nani, wamekuja kujaje Misri, wapo kwa sababu ipi. Sasa akisoma ile historia na akaona kwamba umuhimu wao katika Misri ni upi, ilitakiwa sasa aweze kuishi nao vema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilitakiwa ishi nao vema, lakini kwa sababu hajasoma au pengine alisoma akapuuza. Sasa kama alisoma akapuuza, bado kuna kifungo kitamkamata, kwa sababu iko hivi, Mungu jinsi alivyo, unapofanya mkataba na watu fulani, unapofanya nao mkataba na watu fulani, ukaja kuvunja ile agreement, bado Mungu atakuadhibu au atakudai. Ushafanya mkataba, na ndio maana Mungu anasema kupitia Paulo, ukiwa una mke umemwoa naye haamini, amekubali kukaa na wewe, usimwache. Bwana Yesu asifiwe. Amekubali kukaa na wewe, usifanyaje? Usimwache. Sasa hao wana wa Israeli walikuwa washafanya agreement ambayo haikutakiwa watumikishwe. Kwa hata kama umefanya agreement ambayo baadaye wanaona kwamba ni tanzi kwako, inabidi ukubali. Nisomee Yoshua 9:1. Kimbia. Yoshua 9:1. Inasema, ndio 9 yake ni ya kwanza, kitabu ni cha Yoshua, inasema, kimbia. Kisha ikiwapo hapo wafalme wote waliokaa ng'ambo ya pili ya Yordani, hapo penye nchi ya vilima, na katika Shefela, na katika upande wa pwani yote ya bahari kubwa kuikabili Lebanoni, yaani huyo Mhiti, Mwamori, Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi waliposikia habari ya mambo hayo, ndipo walipojikutanisha pamoja wenyewe kwa wenyewe ili kupigana na Yoshua na hao Israeli kwa nia moja. Lakini wenyeji wa Gibeoni waliposikia habari hayo, rudia kwanza hapo. Lakini wenyeji wa Gibeoni waliposikia habari ya hayo yote Yoshua aliyokuwa ameyatenda. Simama kwanza hapo. Simama hapo, tunaendelea. Nataka niweke kwanza clear hapo. Tunaona kwamba wana wa Israeli walikuwa wanapita sehemu katika kuelekea Kanaani. Kila walipokuwa wanaenda, wale waliokuwa wanakuta njiani walikuwa wanapiga. Sasa hao wanakutana ili namna kufanyaje ya kuwadhibiti. Lakini katika kuwadhibiti, wapo miongoni mwao wakaona huu mziki wa wana wa Israeli ni mkubwa. Walichokifanya, soma. Inasema, lakini wenyeji wa Gibeoni waliposikia habari ya haya yote Yoshua aliyokuwa ameyatenda watu wa Yeriko na wa Ai, wao wakatenda kwa hila, nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe, wakaenda na magunia makuukuu. Soma 6 nasema, nao wakamwendea Yoshua hata malangoni huko Gilgali, nao wakamwambia yeye na watu wa Israeli, sisi tumetoka nchi ya mbali sana, basi kwa hiyo fanyeni agano pamoja nasi. Simama. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya Yoshua kuona anawatandika, miongoni mwao walisema kwamba tunaenda kufanya nini? Agano na Yoshua. Lengo ni nini na kufanya agano? Lengo kwamba Yoshua atakapopita katika mipaka yao asije akafanya nao nini? Vita. Asije akapigana nao. Na tunaona Yoshua anafanya nao kweli agano. Na wao wanasema kwamba hawakuwa wametokea mbali, lakini kiukweli walikuwa ni majirani. Ukisoma hapo chini, Yoshua anasema msiwe mnafanya agreement na sisi wakati mpo jirani. Wao wakakataa, wakasema tunatokea mbali. Kwa wakafanya hila, wakafanya nao mkataba. Japokuwa ulikuwa ni mkataba wa hila, lakini bado mkataba waliusimamia, kwa sababu hakuna kuvunja nini?
Mkataba. Soma 15. Kimbia. Aya ya 15 nasema. Ndio. Naye Yeshua akafanya amani pamoja na hayo na agano nao, ili kwamba awaache hai. Na wakuu wa mkutano wakawaapia. Kisha ikawa mwisho wa siku 3 baada ya kufanya hilo agano, nao walisikia habari ya kuwa watu hao ni jirani zao. Unasikia? Baada ya siku 3 ya kufanya mkataba huo, wanasikia ni nani? Ni jirani zao. Kimbia. Na kwamba waliketi kati yao. Kimbia. Kisha wana wa Israeli walisafiri wakaifikiria miji ya watu hao siku ya 3. Basi miji ya watu hao ilikuwa ni Gibeoni na Kefira na Berothi na Kirithi Yearimu. Wana wa Israeli hawakuwapiga kwa sababu wakuu wa mkutano walikuwa wamekisha kuwaapa kwa Mungu wa baba zao na kwa Bwana Mungu wa Israeli. Nao mkutano wote wakawanungunikia hao wakuu. Simama. Umeona sasa? Kwa hiyo kwa sababu ya makubaliano, wao hawakuwapiga tena wale, mpaka mkutano mkuu unanung'unika, kwa nini mnawaacha? Lakini Yoshua anasema tunasimamia nini? Kile kiapo, ile agano. Sasa ukija kuangalia hapo, wana wa Israeli walikuwa washakubaliana na Farao yule wa kwanza kupitia Yusufu. Ndio. Lakini huyu aliyekuja Farao mpya, yeye hakuwatambua, ule mkataba hakuuzingatia. Sasa kama hakuuzingatia ule mkataba, maana yake alivunja. Sasa kama anavunja na hakupitia yale mapito ya zamani ambao wazee wake wamepitia, maana yake lazima Mungu ampe moyo mgumu ili amhukumu, amtandike. Wathesalonike wa pili 2:10. Lazima ampe moyo mgumu ili amuadhibu, kwa sababu hakufuata kile walichokuwa wamekubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika madanganyo yote ya udhalimu, ndio kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli ili wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu huwaletea nguvu ya upotevu waamini uongo, ili awahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali waliokuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa rudi Kutoka 7:3. 7 aya yake ni ya 3, inasema nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu za ajabu katika nchi ya Misri. Lakini Farao hatawasikiliza ninyi, nami nitaweka mkono wangu juu ya Misri na kuwatoa kwa majeshi yangu watu wangu hao wana wa Israeli watoke nchi ya Misri kwa hukumu zilizo kuu. Simama. Kwa hiyo tunaona kwamba katika hiyo 3 hapo, hiyo nishaondoka huko kwenye moyo mgumu, nakuja kwenye ishara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona kwamba Mungu ataufanya moyo mgumu, then atawatoa kwa ishara zilizo kuu. Atawatoa kwa ishara. Sasa katika ulimwengu wa ishara, maana anasema atafanya ishara kati ya Misri ili waone kwamba Mungu ana nguvu, Mungu ni mkuu. Sasa kuna mambo katika mazingira fulani ambayo mtu wa Mungu unatakiwa udhihirishe. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa udhihirishe. Ni Wakristo wa leo, unaweza kaenda sehemu ukakuta mtu amepagawa pepo na usifukuze. Hiyo mbaya sana. Pepo umeingia sehemu, kuna jamii wasioamini, maana amesema atafanya ishara kati ya Misri. Unaweza kaenda sehemu ambapo kuna jamii labda ya Kiislamu, kule majini ni mengi. Kwa hiyo mtu amepagawa na wewe anasema atafanya ishara kati ya Misri, inatakiwa ufukuze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inatakiwa ufukuze. Marko 16:17. Marko 16:17. Tuangalie ishara. Ishara kuna aina mbili hapo. Kuna ishara ambayo ni za Mungu kudhihirisha nguvu yake, na kuna ishara za uongo, na hiyo ya uongo pia tutaona. Soma. Na ishara hizi ndio zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Simama. Kwa hiyo kwa jina la Yesu watafanyaje? Watatoa pepo. Kwa hiyo ni nini? Ni ishara. Mungu naye tunaona kwamba anadhihirisha ishara. Yesu alifanya ishara kwa kuponya, kufufua, vitu vingi sana. Kwa hiyo Yesu alifanya ishara. Mungu mwenyewe anamtoa wana wa Israeli Misri kwa ishara. Yesu anasema ishara hizo zitaambatana na waaminio. Sasa wewe umekuta wangapi wamepagawa na mapepo kwa unaangalia? Ina maana imani haipo. Pengine imani haipo. Yohana 14:12. Kimbia. Yohana 14:12. Inasema, ndio. Amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Simama. Kwa hiyo Yesu alishatoa nguvu, alishatoa power. Unapomwamini utafanya zaidi yake. Sasa utafanya zaidi yake katika nini? Sio kutoa mapepo tu,
hata kuhubiri Injili. Yesu alikuwa anapita maeneo kwa maeneo, mitaa kwa mitaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ishara zitaambatana na waaminio. Nisomee mstari wa 10. Yohana hii. Tusharudi Kutoka. Tusharudi Kutoka. 10 inasema. Ndio. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya hivyo kwa uganga wao. Simama. Kwa hiyo sasa, hiyo ni ishara ya pili sasa tunayoangalia kwa negative way. Ishara ya uongo. Si ndio hivyo? Tunaona sasa Mungu kwanza mstari wa juu hapo wa 9, Mungu anawaelekeza, anawaambia watakapoenda wasipoamini abwage fimbo chini itageuka kuwa nyoka. Nao walichokifanya sasa, waganga sasa walipofanya hivyo, waganga sasa wa Misri nao wakaletwa pale. Nao wakabwaga chini ikawa nini? Nyoka. Ikawa nyoka. Sasa ukichunguza sasa waganga sasa wa Misri wa kipindi hicho wangekuwa leo wangekuwa ni manabii. Manabii wakubwa sana. Wangekuwa ni manabii ambao ni manabii wa uongo. Na tunaona kwamba baada ya kubwaga nao fimbo zao zikageuka kuwa nyoka, Farao sasa anapata moyo anazidi kuwa na moyo mgumu. Kwa hiyo ishara za uongo zinampa Farao kuwa na moyo mgumu. Ufunuo 18:4. Ufunuo 18:4. Zile ishara za uongo zinampa kiburi nani? Farao. Soma. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Simama. Kwa Mungu ana watu wake ambao anawaambia watoke huko. Ndio. Lakini kulingana na ishara wanazoziona za uongo zinawapa kiburi, wanahisi kwamba ndio kuna Mungu. Yaani unasema anaangalia ishara sasa za manabii wa uongo. Unakuta ni manabii wa uongo. Yupo huko anapiga mkono pale kwamba fire. Watu ni kugaragara. Sasa hizo ishara hizo zinawafanya hawa waamini wanakuwa kama Farao, wanakuwa na mioyo migumu. Unamwambia hapo mnadanganywa. Hapana, hiyo sio roho hiyo. Hayo ni majini, mapepo. Wao wanaona kama unawavuruga tu. Kama unawavuruga. Kwa hiyo wanakuwa na moyo mgumu. Ndiyo tunapata ile Wathesalonike ile tuliyosoma, Mungu awaongezea nguvu ya uongo apate kuwahukumu kwa sababu hawakuamini ukweli. Hawakuamini ukweli. Na ndio maana unaweza kushangaa nasikia anakuambia sisi tuna nguvu. Sisi tuna Roho Mtakatifu. Ninyi wa Sabato hamna Roho Mtakatifu. Hizo hamjawahi kusikia? Zipo. Kwamba wa Sabato wote hawana Roho Mtakatifu. Sasa sisi labda kama kuna wanaosikia, sisi Roho Mtakatifu tunaye, ila sisi hatuna Mungu Roho. Kwa sababu Mungu Roho ndio huwa anabwaga watu chini. Anadondosha watu chini. Unaona, lakini Roho wa Mungu huwa afanyeje? Abwagi watu chini. Anawainua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa uongo unapozidi na uongo unapokubali, mwisho wa siku lazima ukupoteze. Ndio maana unashikia mtu ana Roho Mtakatifu lakini anadondokea viti. Roho kapanda anadondokea viti. Msomaji? Naam. Muda bado upo. Mtajimwaga. Nisomee 16 sasa ili mimi nimalize hapo. Halafu niwaache. 16 inasema, ndio, nawe umwambie Bwana Mungu wa Waebrania amenituma nije kwako kusema, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia jangwani, nawe tazama hujasikia hata sasa. Simama tu, simama. Kuna pointi ambayo naitaka hapo. Rudia hapo. Inasema, nawe umwambie Bwana Mungu wa Waebrania amenituma. Simama. Mimi ninachotaka nione hapo ni Mungu wa Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hapo anapewa identity. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anapewa nini? Identity. Yaani manake Mungu anamjua kwa identity. Na hiyo haijaisha. Hiyo mpaka leo. Ndio. Unaona? Na ukitaka kujua kwamba Mungu yupi ambaye inatakiwa umwabudu, lazima awe na identity. Lazima awe na nini? Identity. Tunaona hapo ni Mungu wa Waebrania. Kwa hiyo kwa kipindi hicho Mungu anayeabudiwa na Waebrania ndio Mungu wa kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio Mungu wa kweli. Kutoka 3:6.
Kutoka 3 aya yake ni ya 6 inasema tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake. Simama sasa. Tunaona kwamba hapa tena identity ya Mungu inatambulishwa kwamba ni Mungu wa Ibrania, Mungu wa Isaka, Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndio. Kwa Mungu hapa anapewa identity. Kumbuka huko tumeona ni Mungu wa Ibrania. Sasa Mungu wako wewe ni nani kwa mujibu wa Bible? Lazima ujue kwamba kuna identity ipi. Haya, nisomee wa Ibrania kwanza, tuanze moja moja. Ibrania 1:1 nasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mlisi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Kura pause hapo kwanza. Kwa hiyo Mungu aliyeongea zamani na manabii sasa hivi anaongea na nani? Katika mwana. Katika mwana. Ngoja kwanza tumsikilize sasa Mungu anasemaje. Mathayo 17:5. Kimbia. Mathayo 17:5. Aya yake ni ya 5 inasema. Ndio. Alipokuwa katika kusema, natazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika ile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaongea zamani na manabii katika njia nyingi na kusema nyingi. Sasa hivi anaongea na nani? Katika mwana. Huyo Mungu mwenyewe anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Tufanyaje? Tumsikie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema tufanyaje? Yohana 8:54. Yohana 8 aya yake ni 54 inasema. Ndio. 8:54 Yohana. Kimbia. Inasema Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu wetu identity aliyopewa hapa ni nani? Ni Mungu rudia andiko. Nasema Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Mungu wao. Kwa hiyo Mungu wetu ni nani? Ni baba yake Yesu. Baba yake na Yesu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani? Baba yake Yesu. Baba yake na Yesu. Ndio. Haya, nisomee Efeso 1 na mstari wa 3. Inasema. Ndio. Efeso 1:3. Efeso 1 yake ni ya 3 nasema. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ambao tumeona kwamba baba yetu, baba yake na Yesu ndio nani? Ndio Mungu wetu. Ndio Mungu wetu. Amen. Kwa hiyo identity ya Mungu wetu tuliyopewa. Identity ya nani? Mungu wetu tuliyopewa. Kule tumeona alipewa Mungu wa Ibrania. Huku Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Sisi tumepewa, tumeambiwa kwamba tumsikize nani? Yesu. Na Yesu anasema Mungu ni nani? Baba yake. Kwa hiyo identity tuliyoipewa Mungu wetu sisi ni baba yake Bwana wetu Yesu Kristo. Na Yesu. Ndio. Soma 17 hiyo. Efeso 1:17. Aya yake ni ya 17 inasema. Ndio. Inasema. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Simama. Kwa hiyo huyo baba yake na Yesu pia ni Mungu wake na nani? Na Yesu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo baba yake na Yesu. Sasa hapo anasemekana nani? Ni Mungu wa Yesu. Ndio. Yohana 20:17. Kimbia. 20. Tunaangalia identity ya Mungu wa kweli. Maana ukimesa hapo kwenye identity ya Mungu habari inasema imekwisha hapo. Yesu akawaambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba yangu, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa baba yangu, naye ni baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Naye ni Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu wa Yesu ndiye nani? Mungu wetu sisi. Mungu wa Yesu ndio nani? Mungu wetu sasa sisi. Kuna watu wanaosema kwamba Yesu ndio Mungu mwenyewe. Ndio. Unaona? Ndio. Kuna wanaosema Yesu ni Mungu mwenyewe huyo. Ndio. Na kuna wanaosema Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Umeona? Ndio. Haya. Nisomee 7:38 Yohana. Yohana 7:38. 38 inasema. Ndio. Inasema aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kwa hiyo Yesu anataka watu wamwamini kama nini? Maandiko yanavyonena. Sio akili ya watu, sio historia ya watu, sio mihemko ya watu. Hapa niko naongea, muda upo, mtachangia, msione kama huyu jamaa vipi huyu. Na kuna dakika nime target na wapisha tu, muda si mrefu. Unaona? Kwa hiyo tumwamini Yesu kama maandiko yanavyonena. Sasa ukimwamini Yesu tofauti na maandiko yanavyonena, unaona,
maana yake umepotea. Sasa wenyewe wanasema Yesu ndiye Mungu mwenyewe, ndiye Baba mwenyewe. Umeona? Wakati Yesu anasema yeye ni mwana wa Mungu. Ndio. Na mitume wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Ufunuo 1:5. Kimbia. Ufunuo 1 aya yake ni ya 5. Nasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na wakuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu. Simama, hizo ni salamu anazopewa Mungu Baba aliyekuwako na atakayekuwako. Ndio. Baadaye zinakuja salamu kwa malaika 7, kwa roho 7, baadaye zinakuja kwa nani? Kwa Yesu. Ndio. Sasa nenda 6. Yesu sasa ndo anaongelea hapo, kutufanya kuwa ufalme na kuhani kwa Mungu. Naye ni baba yake. Simama. Kwa hiyo tunaona kwamba huyo Yesu, huyo Mungu ni babake na nani? Na Yesu. Ni babake na nani? Na Yesu. Ni babake na Yesu. Unaona? Sasa kama Mungu ni babake na Yesu, kama Mungu ni babake na Yesu, asili anakuwa na asili ya baba yake. Amen. Ambao ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Ndio. Lakini unapomuweka yeye na baba yake Yesu mwenyewe anasema Mungu ni baba yake, lakini nature yake ni ya Mungu, kwa sababu ametoka ndani ya baba yake. Kwa mfano nisomee 2:7 Mwanzo. Kimbia. Mwanzo 2 aya yake ni ya 7, inasema ndio, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunaona aliyepuliziwa hapo ni nani? Ni Adamu. 2:18. Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni. Simama. Huko ni vitu vingine. Kwa hiyo Mungu akaona si vema bora mfanyie wa kufanana naye. Lakini historia tunaiona kwamba anachukua sehemu ya Adamu, unaona? Ndio. Anamuumba nani? Mwanamke. Ndio. Hasa anapomuumba mwanamke, kunakuwa na Adamu, kunakuwa na Hawa. Lakini tafsiri ya Adamu ni ipi? 5:2. Hiyo Mwanzo 5:2 inasema. Ndio. 5:2 hiki ndicho kitabu Mwanzo. Kimbia. Mwanamume na mwanamke aliwaomba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Kwa hiyo Mungu anapowaomba Adamu na mkewe, wote aliwapa Adamu. Maana yake originality yao ni Adamu. Ndio. Kwa hiyo sasa Yesu anapozaliwa na Mungu, anapotoka ndani ya baba yake, ndio originality yao ni nini? Ni Mungu. Ndio. Ndio maana Adamu kuna Hawa, kuna baba, kuna mwanawe. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma ile Mwanzo 1:26, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Process, namna ya uumbaji ina copy huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba anamtoa ndani kuzaa ni kutoka ndani ya. Sasa Waislamu unasikia wanakuambia eti Mungu hazai kwa sababu hana mwana. Ni kuchanganyikiwa, kwa sababu hana mke. Hana mke. Kwa sababu ukiangalia hii miti inazaaje? Ina mume? Hapana. Miti inazaaje? Kwa hiyo kila kiumbe au of course kila kiumbe kiwe ni cha kiroho au cha nini, kina system yake ya kuzalisha. Kwa mfano, Mungu hawezi kuzaa kama mwanadamu, wala mwanadamu hawezi kuzaa kama mimea. Sasa unakuta wao wanasema hana mke, wanataka aoe ndio aje sasa. Sasa Mungu sio mwanadamu. Kwa hiyo identity ya Mungu wetu ni baba yake na Yesu. Kinyume na hapo umekwenda. Manake hata mitume walifundisha hivyo. Yohana wa kwanza 5:4. Alafu wa kwanza Yohana 5:4. Ndio. 4 inasema, ndio, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Haya, asante. Hapa simama tu, wewe tulia tu hivyo. Mimi nadhani hapa mpaka dakika 40, dakika 20 zinawatosha, dakika 22 zinawatosha. Msitoke nje ya mstari jamani. Tupo kwenye Kutoka 7 na mstari wa kwanza. Hizo habari za Yesu
nimezichomekea tu baada kuona ile Waebrania. Kwa hiyo tupo kwenye Kutoka 7 kuanzia 1 mpaka mwisho. Kwa hiyo kama unachangia, changia hapo, sio kwenye habari za mwana wa Mungu wala nani, hapana. Ambana nini, mpe maiki. Asante. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amina. Asante sana, na naona umeturudisha, maana umetupeleka mbali, mwinjilisti unatukimbiza sana. Lakini nakushukuru sana, umetupitisha katika elimu nyingine. Tunajua somo lako linavyosema kwamba identity yetu ni nini. Asante sana. Sasa na mimi naomba nichangie kidogo katika Mwanzo, pointi yangu ikiwa imezama katika Mwanzo, Kutoka 7 kuanzia mstari ule wa 10 na 11. Anasema basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akabwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Mstari wa 11 anasema ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Pointi yangu, ikumbuke kwamba Mungu aliwapa ishara hiyo kwa lengo la kwamba kujidhihirisha mbele ya Farao, ishara na miujiza. Dunia yetu tulionayo hapa ndipo kundi la watu walio wengi wanapotezwa kwa sababu ya hizi ishara. Tumejifunza katika vipindi vilivyopita wakizungumzia habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu kuwabwaga chini na vitu kama hivi. Hizi zote ni ishara. Sasa tunaona huyu aliyepewa ishara hii ya fimbo kuwa nyoka alivyoenda, kumbuka hilo agizo limetoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa anapoenda kwa Farao, kumbe na Farao nao, kumbe na watu wa dunia hii, kumbe na shetani naye ana uwezo wa kufanya hiyo miujiza. Na yeye na watu wa Farao na wao wakafanya vile vile, nyoka zikatokeza. Sasa kama nguvu ya Mungu asingekuwa amelifanya lili kwa kusudi la Haruni na Farao na kundi lake lote wajue nguvu ya Mungu, ina maana watu wangeona miujiza ile, wangefikiri kwamba inatoka na yenyewe inatoka kwa Mungu. Wangemjua kwamba watu wa Farao wale wenye akili, wanaoitwa wenye akili, eti wanaitwa wenye akili. Wachawi wale wote wangejulikana kwamba wanafanya nini? Wanafanya miujiza ya kimungu. Lakini kumbe sivyo. Sasa ili Mungu aweze kuwadhalilisha, ndiposa tunaona kwamba yule nyoka wa Haruni alifungua kinywa chake akawameza wote wale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ulimwengu wa sasa hivi huu tulionao, watu wamefichwa na miujiza hii. Wamefichwa na hii eti una roho wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa una roho wa Mungu na Roho Mtakatifu, mtu akikuombea ukadondoka, ndio una nguvu za kimungu. Wamefichwa na hizo habari, lakini hizi ni roho za mapepo. Hizi ni nguvu za mapepo. Sasa hapo tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba si tu Mungu ndiye anayetoa ishara na maajabu, na shetani naye Biblia inasema kwamba ana uwezo wa kushusha hata moto. Lakini lengo ni nini? Lengo ni kwamba akutoe katika Mungu wa kweli. Sasa ni lazima haya mambo yote tuyachunguze kwa Biblia. Je, hizi ishara na maajabu zinatokana na Mungu? Je, sisi tunaweza kumsadikisha Mungu kwa sababu ya maajabu au na ishara? Hapana, ishara na Mungu na shetani anazitoa, isipokuwa hizo ishara tutazipima na Biblia. Sasa jambo lingine la pili tunaona katika somo hili tunamuona Mungu ndiye anayefanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Watu wengine wanasema Farao bwana, lakini Mungu anasema mwenyewe, anasema mimi nitaufanya moyo wake kuwa mgumu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka kuwafundisha wana wa Israeli, kuwatoa katika imani ya miungu, kuwapeleka katika Mungu wa kweli. Kwa hiyo anaumfanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili Mungu ajitukuze katika watu wale, katika mioyo ya watu wale ambayo kimsingi walikuwa wamemuona Farao kama Mungu mtu.
Kwa hiyo hapa tunajifunza pia kwamba Mungu, nisomee katika kitabu cha Danieli 7, hapana, Danieli 2 anza mstari wa 10 na 11, ambacho kilichotokea kwa Nebukadneza, ambacho kilichotokea Danieli naye, hebu soma hapo tuone. Danieli 2:10-11. 10. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga. Soma 11. Inasema ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo, ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Asante. Eti miungu wao, yani wachawi kama sisi tunaowaita miungu, eti na nguvu ya Mungu na wao wanaita miungu. Umeona? Kwa hiyo hapa Mungu anajidhihirisha kwamba hakuna mtu yoyote katika dunia hii ambayo ni ufalme wa shetani inayoweza kupingana na nguvu ya Mungu. Mungu ndiye anakuja kufunua nini? Kufunua siri ya mfalme. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa ni kwamba tunamuona Mungu katika kuwa yote katika yote. Ninaomba nichangie kwa kifupi kwa sababu ya muda wetu, na wengine niwakaribishe. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nashukuru kwa mtumishi alitangulia hapa kuchangia, lakini katika hili somo pia tunapata kujifunza kwamba kuna namna tunavyoweza kuona kuna miujiza ambayo si ya kimungu na kuna miujiza ya Mungu. Kwa maana anasema yaliyokuwako ndio atakayokuwako. Kwa hivyo wakati wa Musa alipokuwa anaenda kuwachukua wana wa Israeli kutoka Misri, alifanya miujiza na watu wa huyu mfalme wa Misri walifanya miujiza, wachawi wale wakafanya miujiza yao. Hiyo tunapata kielezo kwamba nyakati hizi sasa hivi tulizonazo sasa tunapojifunza, kuna manabii ambao ni wa uongo ambao nao wanafanya miujiza. Sasa kupitia somo hili nimepata kutambua kwamba kuna namna ambavyo tunaweza kuona kwamba kuna miujiza ya kweli na miujiza ambayo si ya kweli, ambayo tunapata kwa manabii ambao ni wa uongo, kama vile ambavyo wanatoa mapepo, wanatoa kwa jina la Yesu, wanaagua lakini waguzi wao ni wa uongo, wanaagua kwa waguzi wao wa uongo, wanasema watafanya miujiza mingi. Kwa hivyo tunaona miujiza nje ya imani, lakini ndani ya imani pia tuna miujiza. Kwa hiyo sasa hivi nimepata kujifunza kwamba tunaweza kujifunza kwamba kuna miujiza ambayo ni ya kweli na miujiza ambayo ni ya uongo kupitia somo hili. Naomba nichangie hivyo. Nisomee kwanza hapo. Nitachangia. Nisomee kwanza hapo Mathayo 7:21. Hiyo muujiza sio issue. Muujiza usije kwa kuchanganya. Mathayo 7:21 nasema, si kila mtu anembe Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Ndio. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. 22 anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako. Kwa hiyo kuna manabii wanaofanya unabii kwa jina la Bwana. Na kwa jina lako kutoa pepo, wanaotoa mapepo kwa jina la nani? La Bwana. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Jina lako kufanya nini? Miujiza mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo muujiza usichokuchanganye. Muujiza wote unaofanyika nje ya mapenzi ya Mungu, Mungu hautambui. Na ndio maana ukisoma ile Isaya 4:1, kuna wanawake 7 watamng'ang'ania mwanaume mmoja, wanasema tutakula chakula chetu ila tuitwe kwa jina lako. Kwa hiyo watamng'ang'ania mwanaume mmoja ambao waitwa kwa jina lake, ambao ni kuchukua jina la Yesu na kumng'ang'ania, ila wanasema watakula chakula chao, maana yake watakuwa na mafundisho yao. Kwa hiyo ukitoa pepo nje ya imani au nje ya maandiko, sio eti kwamba wewe ndio kigezo cha kuwa kwamba wewe una Mungu. Hapana. Wapo wachangiaji. Asante. Asante.
Mimi ningependa kuchangia katika Kutoka 7 mstari wa 1 hadi wa 4. Labda tu nisome kwa haraka haraka. Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote ni kuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao. Sasa Farao tukiangalia ni mtu ambaye alikataa uhalisia. Wakati ambao Mungu alikuwa ameonesha mpango wake, yeye alikataa. Na siku zote mtu ambaye ni mwovu ama atende haki kulingana na mpango wa Mungu, ili kumfanya Farao moyo wake kuwa mgumu, inaendana na fungu la Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 10 ambayo inasema hivi: na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli. Katika kusoma kwetu kwenye kitabu cha Kutoka, Farao alikuwa anabishana na ukweli ya kwamba hao watu wametumwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo mtu moyo wake haufanyi kuwa mgumu kama hajapingana na Mungu. Kwa kadri unavyopingana na Mungu, unavyoikataa njia ya kweli, moyo wako ndio unazidi kufanywa kuwa mgumu. Kwa hiyo unashangaa mtu mbona anazidi kuwa mwovu? Na ndio hivyo, kwa kadri unavyozidi kuwa mwovu, siku zako za kuangamia zinakuwa zinakaribia. Kwa hiyo inaendelea kusema wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu huwaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Kwa hiyo mtu ambaye moyo wake unaendelea kufanywa kuwa mgumu ni yule mtu aliyeikataa njia ya kweli. Kwa hiyo huyo mtu analetewa njia ya uongo ili aendelee kupotea kabisa. Tukienda kwenye kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 73, Asafu hii ni Zaburi ya Asafu, Zaburi ya 73. Asafu katika kutafakari namna ambavyo waovu wanafanikiwa na namna ambavyo wanasherekea, lakini alikuja kupata funzo moja kwamba waovu wanasherekea, Mungu anawaruhusu wafanye hivyo ili baadaye waje waangamizwe milele. Katika kitabu cha Zaburi 73 katika tafakari ya Asafu anasema, hakika Mungu ni mwema kwa Israeli, kwa hao walio safi mioyo yao. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Maana naliwaonea uwivu wenye kujivuna, nilipoona hali ya amani ya wasio haki. Kwa hiyo wasio haki katika dunia ya leo, hichi kitu tunakiona kwenye ulimwengu wa leo. Mbona wasio haki ni kama wana amani? Mbona wenye haki ni kama wana huzuni? Hii kitu alitafakari Asafu katika Zaburi ya 73. Ninaendelea kusema, maana naliwaonea maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu. Tunaona wale wasio haki katika ulimwengu wa leo wanazidi kustawi, wana nguvu. Farao alistawi sana katika hichi kipindi ambacho moyo wake ulikuwa mgumu. Tuendelee kuiona hii tafakari. Katika taabu ya watu hawamo. Yaani watu wanapokuwa wanahuzunika, wao wanafurahi, hawamo katika kuwafariji wale watu wanaohuzunika. Wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu, hawapitii shida, wana afya nzuri. Tunaelewa jamani? Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwawika kama nguo. Macho yao hutokeza kwa kunenepa, wameipita kadiri ya mawazo ya mioyo yao. Udhiaki usimlia mabaya, usimlia udhalimu kana kwamba wako juu. Kwa hao watu wanajisahau, kiburi kinazidi kuwa kikubwa. Na nasema wameweka kinywa chao mbinguni na ulimi wao kutangatanga duniani. Kwa hiyo watu wake hugeuka huko, na maji yaliyojaa humezwa nao. Nao husema, Mungu wajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Kwa hiyo wanajaribu kujiuliza, je, kwa Mungu kuna maarifa? Maanake wamepata maarifa, wamekuwa na kiburi. Farao aliwauliza Haruni na Musa, anasema huyo Mungu ni nani? Kwa wenye kiburi hata leo utaona kuna mwenye maarifa kuliko kuna maarifa kwa yule aliye juu. Hii ni tafakari ambayo inaendelea kusema, fahamu ndivyo walivyo wasio haki. Nasema, na kwa kustarehe siku zote wamepata mali nyingi.
hakika nimejisafisha moyo wangu bure, nimenawa mikono yangu kwa kutokukosa. Maana mchana kutwa nimepigwa na kuadhibiwa kila asubuhi, nami ningalisema nitasimulia kama hayo. Naliwadanganya kizazi cha wana wako. Tuende katika mstari wa 18 tuone hukumu yao sasa watu. Kwa nini wanastawi? Ninasema hakika wewe huwaweka penye utelezi. Penye utelezi hapana katikati, si ndio hivyo? Huangusha mpaka palipoharibika. Kwa hiyo mwenye asiye haki anapostawi anakuwa anastawi ili baadaye afanye nini? Aangushwe. Kwa hiyo tuendelee, hata wasio haki tuendelee kuwapa ujumbe ili kusudi wasijisahau wakafikia hata hatua ya kumtukana Mungu. Wanauliza, je, kwa Mungu kuna maarifa? Asante. Mwalimu, mimi nina swali kidogo. Karibu. Na swali hilo linatokana kwamba nafikiri labda sisi tunaamua kulitafsiri neno hili kwa sababu lituelekeze katika utaratibu tunaotaka tuuamini sisi. Anaposema kwamba Mungu alifanya moyo wa Farao kuwa mgumu, mimi napata shida hapo. Na tukisoma hilo fungu liliokuwa nalisoma kabla ya ile ya Zaburi, unaona kabisa kwamba yani Mungu anawatengenezea watu waendelee kupotea. Kitu ambacho mimi naona kwamba kwenye akili yangu kinanipa mnakasha kidogo. Kwa sababu siwezi kuona kwamba Mungu anafanya kama kazi ya shetani. Yani kuwafanya watu waendekee kuharibika kabisa. Labda kuna tafsiri tofauti. Kwa sababu fikiria, tukirudi kwenye Farao, natamani kustick kwenye hiyo Kutoka 7. Ukifikiria kwa Farao, anamfanyaje moyo wake kuwa mgumu? Yani anafanya moyo, kwa sababu naona wachangiaji wenzangu pia wanasema kwamba anamfanya moyo wake kuwa mgumu ili kujitukuza yeye. Mimi kwa kweli hapo naona shida. Yani kwa nini Mungu aanze kujitukuza kwa ajili ya mtu mwingine kupotea? Hicho kitu naona kinanipa tabu. Labda tuna tafsiri tofauti. Tafsiri. Hebu endelea basi. Sawa, kuna kitu nataka nikifanye. Ila endelea tu ili kwa ajili ya kushepu tu hapo. Nilikuwa natamani niulize lingine la pili au tuendelee na hilo kwanza? Auliza kwa sababu muda unakaribia kuisha ili kama okay. Yes. Swali langu la pili ni kwamba tunavyokuja kuangalia swala la miujiza, mara nyingi pia ni kutokana na tafsiri tunavyojipatia sisi. Nafikiri watu wa Mungu labda kuna vitu vingi ambavyo hatuna, tuna tafsiri ili tupatie sisi ahueni ya kufikiria kumbe tulipokuwa tuko sawa. Maana yake nini? Kipindi hiki tunaona Musa alifanya ishara na wale wakafanya ishara, lakini baadaye panadhihirika kwamba ishara za Mwenyezi Mungu ni zipi? Unaona? Sasa sisi sasa hivi hatufanyi ishara, yani tuna ishara zetu zinatokea kwa kutokea. Kwa mfano mikutano yetu, mtu aje hapo naye kama kule aje kiwete apone, aje, yani zile ishara ambazo Yesu alikuwa anazifanya, si ndivyo? Zifanyike. Unaona? Lakini sisi tunaona kwamba kwa sababu hatufanyi, kwa tunaenda kwenye fungu bana, msinganganie ishara, msifanye hivi. Yani msione kwamba ishara hivi, ishara sio kila kitu. Ni kweli. Hata Yesu alisema kizazi hiki kinangangania kupenda tu ishara. Ni kweli, lakini kwa nini sasa hatufanyi? Sijui unanielewa mwalimu? Yani kwamba kweli kuwe na uwezo wa kufanya. Unajua mtu yule ambaye anajizuia kuwa mtu sio mgomvi, maana yake ni kwamba ana uwezo wa kuwa mgomvi ila anaacha kuwa mgomvi. Huwezi kuniambia mtu dhaifu anasema anajizuia kuwa mgomvi. Haiwezekani. Yeye ni dhaifu, sasa anajizuiaje? Ila kama ni mtu unayeweza afu unajizuia, kama ni sisi wana wa Mungu, tuwe tuna uwezo wa kufanya hizo ishara. Halafu tuwaambie watu, kwa sababu Yesu alikuwa anazifanya. Manabii wakina Petro walikuwa wanafanya hizo ishara. Akipita hivi watu wanapona. Sisi hatuwezi, tunaenda kwenye fungu kujificha kwamba watu wasiamini kwamba hizo ishara zinawapoteza.
Ndio maana Yesu akasema kwa matendo watawatambua. Watambue basi kwa matendo, sio kwamba kwa kutokuweza. Sijui mwalimu umenielewa? Hayo hizo hoja zangu. Asante. Kwanza ulicho hapo sijaona kwanza swali. Ila nimeona umetoa maoni, jambo ambalo ni jema. Na kama ulivyonifuatilia mimi, nilijaribu kwenye ishara niongea mambo mawili. Kama ulikuwa unanifuatilia vizuri, mpaka nikatoa ile Marko 16:17. Na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Umeona? Watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Nimetoa mpaka nikasema, ninyi leo kwa nini hayo hamfanyi au hamna imani? Baadaye nikaja pia nikasema Musa alibwaga fimbo na wana wa Israeli watu waganga wa Misri wakabwaga nao chini fimbo zote zikawa nyoka. Nikasema wale waganga kipindi hicho wangekuwa ni manabii wa leo kulingana na mtindo huo. Kwa hiyo kuna manabii ambao ni waganga wanaotumia kigezo hicho. Kwa hiyo ukiwa na ishara ambao kwa mfano kuna mtu ana matatizo, una uwezo wa kumwombea akapona au katenda muujiza katika Kristo, hufungwi. Yani usije ukajifunga, lazima wewe udiri na maandiko, usidiri mtu na anachokisema. Kwa kama ishara ambayo unaweza ukaifanya katika Kristo inaruhusiwa, kwa sababu Yesu anasema watafanya hata zaidi. Unaona? Sasa ile ya pili, ile swali la kwanza ile ambalo umesema kwamba pengine labda Biblia kuna sehemu fulani kuna shida kusema kwamba eti Mungu anaweka moyo wa Farao kuwa mgumu, kana kwamba Mungu yani ni kama anachukia watu nani. Lakini ukisoma version mbalimbali za Kiingereza, sio kwamba Mungu anamsababisha iwe hivyo, ila anauacha moyo wake uwe hivyo. Maana yake ana kiburi, sasa anamuacha na kiburi chake. Kwa sababu unapomkataa Mungu baada ya kuwa na ukweli au baada ya kupata kweli, Mungu kama Mungu hakulazimishi, kuna ule uhuru wa dhamiri, fanya unavyotaka. Sio eti kama Mungu sasa ndio ameamua sasa naamua sasa kumbadilisha. Kwa sababu Misri, viongozi wa kipagani wao wengi huwa wana asili ya kujivuna. Sio wa kipagani, hata mtaani kwetu wao fuata tu matajiri wa kawaida, wanachukulia watu ambao hawana kitu ni kama takataka. Unaona? Sio wote, lakini baadhi yao ni kama takataka. Sasa unapofanya hivyo, yeye Mungu kama Mungu anakuacha, hakuforce eti kwamba fanya hivi lazima umsaidie huyo. Kwa mimi jinsi ninavyoona. Na labda kama kuna swali moja la mwisho, maana naambiwa muda unayoyoma. Au labda unanyongeza? No, mwenyekiti, kwa hivyo ulivyosema, nafikiri watu wengi tunatakiwa tuondoke na perspective hiyo. Maana yake ni kwamba pale kwa Farao ni kwamba Mungu alimwacha upotevu wake uendelee kwa hivyo hivyo. Ndio. Kama ameamua kuchagua upande huo, aendelee kuchagua huko huko. Hata huku sisi kama ukikosea Mungu ungangania, yani unakuta kuna mtu anakuja anakwambia, lakini umengangania, utaacha, utaendelea kupotea huko. Ndio tafsiri labda kusema kwamba Mungu anakuacha, yani unakuwa sasa una moyo mgumu. Unaona? Kama ni hivyo, haiwezekani Mungu alifanya hivyo, yani sio anafanya kwa makusudi ili ajitukuze, ila kwa sababu umechagua kuwa moyo wako kuwa moyo mgumu, Mungu ataendelea kupambana ili awaanze kuwatoa watu wake. Kwa hata hayo maajabu ni kukuonyesha kwamba yeye ndiye Mungu. Wewe umemchagua huko shauri yako, lakini yeye ndiye Mungu, basi anafanya. Sawa, kwa kukazia tu hapo, Mungu kama Mungu hataki mtu apotee. Na yeye mwenyewe anasema hasa wale wanaowapenda anawarejea kwa ajili ya kuwaonya. Lakini sasa Mungu anapokuonya, na ndio maana anasema mtu akikosea muonye. Akishindikana ita wazee watu wawili watatu, ikishindikana ita kanisa, ikishindikana mwache, kwa sababu ndio system. Hebu nisomee Warumi 1:18. Warumi 1:18. Kimbia chapu. Warumi 1:18. Kimbia haraka haraka. Inasema hivi, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni. Kimbia. Juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli na uovu. Watu wapingao kweli kwa uovu. Kimbia. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanajulikana, yamekuwa dhahiri ndani yao. Mambo ya Mungu yako wazi. Kwa maana Mungu aliwadhihirishia
kwa sababu mambo yote yasiyoonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kimbia. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Walimjua Mungu hawakumtukuza kama Mungu. Kimbia. Wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao ikatiwa giza. Sasa ikatiwa giza. Maana yake ni nini? Walimjua Mungu hawakumtukuza kama ni nani? Wakaachwa na mioyo yao ikatiwa giza kwa sababu waliachwa. Kwa hiyo iko hivyo. Farao aliachwa, na ndio hiyo kutiwa moyo wa kiburi na kusema kwamba Mungu amefanyaje? Mungu alimwacha. Ndio inasema kwamba Mungu akaamua kufanyaje? Ndio tafsiri ambayo naelewa hiyo. Mpe mama hapo. Dakika ngapi zimebaki? Zimeisha? Bado moja. Mama sasa kuuliza swali. Sasa hiyo ni mwenyekiti sasa. Sitaki kula muda wa mtu. Mimi niko tayari uulize hata mimi baada ya kutoka hapa, au unaweza kumuuliza yote baada ya kutoka hapa. Mwenyekiti sasa. Sio siyaombi. Uliza. Asante sana. Ndio. Nilikuwa naomba kuuliza kwamba hapa Yesu anasema watu wale atawakataa ambao walikuwa wanatoa miujiza kwa jina lake. Jina hili ni lipi? Na lipi ambalo watu wa Mungu wanatoa? Jina la Yesu tunalijua ni jina la Yesu. Na hao watu ambao hawakwenda sawa sana mapenzi ya Mungu walitoa kwa jina la Yesu. Ni hilo au kuna jina lingine ambalo walitoa? Sawa. Kuna ambao anataka kumjibu kwanza? Ambao anataka kumjibu hilo? Okay. Kwa sababu tumesoma ni Mathayo 21. Ukiangalia ule muktadha ni Yesu mwenyewe ndo alikuwa anaongea. Ndio. Kwa hiyo ni jina hilo la Yesu Kristo. Isipokuwa katika matumizi tunaona kwamba hata kuna wanafunzi walishangaa watu wengine kutoa pepo kwa jina lake ambao hawakuambatana nao. Kwa hiyo hata leo Muislamu akaamua kutumia jina la Yesu kemea jini, jini litatii kwa sababu ya mamlaka ya lile jina. Soma Matendo 4:12 na 13. Nadhani kwa sababu ya muda naweza sasa kwa kuongezea tu. Okay. Sawa. Asante.